kwamba hivi bwana. Basi kuna kuelekeza neno moja tu na kufundisha game hauelewi. Yaani kufundisha Kidogo hauelewi. nilishaanza kuelewa hapo kidogo. Sema nifundishe bado kidogo tu mimi kulijua hilo game. Nitakufundisha, subiri kwanza na maongezi na wewe mume wangu. Ndio mke wangu, ongea. Kuhusu huyo shemeji Mido. Ndio. Shemeji Mido kanifuata. Aliponitwata kaniambia anataka kuhama humu ndani. Aende mbali huko Kalita. Ili nisimuone humu ndani. Kashachoka na hizo tabia zenu, hampendi. Kwa nini mnafanya hivi lakini na ile ni ndugu yenu? Sio kama watu mtatu bwana mke wangu. Kila ni wadogo zangu wawili. Yada na matatizo sana, hampendi sana. Na mimi nishawakaja sana kuhusu bwana hiyo tabia, kwa sababu huyu Mido mimi kama kaka mkubwa nimekabidhiwa na wazazi wetu kabla ya kufariki, kwamba huyu ni ndugu yenu kama wao wanavyojiona ni ndugu yangu, na yeye ni ndugu yetu. Lakini sasa cha ajabu ni kwamba wanamchukia. Kama juzi pale kwenye kikao niliowaita pale nikawakanya, lakini pia sikupata suluhisho. Yaani mara ya mwisho ananiambia vipi kama eti anataka kumtoa Freemason. Anataka kumtoa Freemason tena shemeji? Yaani anataka kumtoa Freemason mpaka mimi mwenyewe nikashangaa. Lakini kutokana na mimi ni kaka yao, basi mimi nitaongea nao kwa njia yoyote, watakubali tu. Mimi sitaki aondoke, nataka aendelee kubaki hapa sababu mimi nishamzoea tayari. Wala usijali, Mido hataondoka humu ndani. Bora hata wataondoka wao kuliko Mido. Sawa, mimi nakuomba tu ongee naye ili asiondoke. Basi sawa, lete maziwa basi kidogo je. Nifundishe kidogo.